Mfano wake, mtu mmoja yeye ana mchele mwingi wa kiera au ana mchele mchache wa kiera, na mwingine ana mchele mwingi wa ifakara. Mchele wa ifakara unaeleweka kwamba hauna harufu nzuri, anao mwingi lakini hauna harufu nzuri. Sasa akitaka kuuzidisha quality yake kwamba uwe mzuri, analazimika achukue mchele wa kiera kuja kuchanganya na mchele wa ifakara. Akichanganya gunia moja la mchele wa kiera, akachanganya na magunia 10 ya mchele labda ifakara, mchele wa ifakara wote utauzwa kwa jina la kwamba huu ni mchele wa kiera, kwa sababu unanukia. Na huyu naye wa kiera ana mchele mchache, anataka uwe mwingi. Kwa hiyo atachukua magunia 20 ya mchele wa ifakara kwa magunia labda 10 ya mchele wa kiera. Atachukua mchele wa kiera gunia 10, atachanganya na gunia 20 za mchele wa ifakara. Mchele huu wote utauzwa kwa jina la kwamba ni mchele wa kiera, kwa sababu unarukia. Hii nayo ni katika anwa'i riba, kwamba hairuhusiwi kuuziana kitu kimoja chenye jinsi moja kwa ziada. Ikiwa mauziana mchele wa kiera, kubadilishana, basi iwe sawa kwa sawa. Akikupa gunia 10 za mchele wa kiera, na wewe umpe gunia 10 za mchele wa ifakara, hapo ndio kutapatikana nusura. Lakini kama itakuwa kuna ziada kwamba mchele 10 wa kiera kwa gunia 20 za mchele wa ifakara, hii itakuwa imeingia katika riba, na wanaofanya hivi wataadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo riba al-fadli huwa bai'u jinsi bimithlihi, ni kuuza jinsi fulani kwa kitu mfano wake, biduni taakhiri, basi na malaki hii inakuwa papo kwa papo. Gunia 10 hizo hapo, gunia 5 hizo hapa za kiera, gunia 10 hizo hapa za biduni taakhiri, basi na kuchelewesha fil qabdi, katika kukabidhiana. Hii pia ni haramu, na wanaofanya hivyo watakwenda kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kuonyesha ubaya wa riba, sikiliza maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyasema kutokana na hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, arriba 73 baba. Mtume anasema riba ina milango 73. Aisaruha, mlango uliokuwa mwepesi kabisa katika riba, mithlu an yankaha rajulu ummahu, ni mfano wa mtu kumuoa mama yake mzazi. Yaani huo ndio mwepesi kabisa. Angalia ubaya. Hii ni kuonyesha kwamba riba ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha na hakitakiwi kufanyika, na atakayefanya riba akaishi katika maisha ya riba, ameshatangaza vita yeye na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu, uliokuwa nyepesi katika milango hiyo 73 ni mfano wa mtu mwanamume kumuoa mama yake. Mwisho akasema wa anna arba riba irdhu rajuli muslim, na riba iliyokuwa kubwa zaidi ni mtu kuivunja heshima ya Muislamu mwenzie, ukamvunjia heshima yake, ukamdhalilisha, watu wakamtoa maana mtu huyo kwa kuivunja heshima yake. Hii nayo ni katika riba iliyokuwa kubwa kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, dunia hii tunapita na makatazo ndio hayo. Hebu tujitahidi kujiepusha na mambo ya riba, lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi wa riziki. Maanake wengi wanaingia huku kwa sababu ya ugumu wa maisha, kwamba mtu unamkuta yeye anadaiwa kodi ya nyumba,
unamkuta huyo watoto wamefukuzwa shule, unamkuta mtu huyo ana madeni katika jamii mbalimbali anadaiwa, anaona hana pa kukimbilia ila akimbilie katika riziki. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi wa riziki ili tusiingie katika balaa hilo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho kabisa katika mrorongo ambao kwamba ameelezea riba, anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kana kwamba anawaasa wanaokula riba na wanamuasi Mwenyezi Mungu, anawaambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakaorejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha ikalipwe kila nafsi kile ilichokichuma katika maisha ya ulimwengu. Wa hum la yuzlamun, na wallahi hatodhulumiwa mtu atakacholipwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sawa sawa kabisa. Mwenyezi Mungu hana sababu ya kumdhulumu mtu ambaye kamuumba mwenyewe kwa mikono yake. Wewe tuiogope kwamba kana kwamba anasema enyi mnaokula riba nyinyi, ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtaporejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Utakuwa na madhila kwa sababu ya uraji wa riba, utakuwa na madhila kwa sababu ya zina, utakuwa na madhila kwa sababu ya dhulma. Iogopeni siku hiyo inakuja. Yauman tena imekuja katika hali ya kuwa ni nakira, kwamba haieleweki siku hiyo ni lini. Yawezekana ikawa kesho, yawezekana nisimalize hata kuzungumza mpaka sikia baragumu inalia. Anaijua Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ingekuja katika maarifa, angesema ittaqul yawma, ingekuwa maarifa kwamba ingekuwa inajulikana kwamba itakuwa lini, lakini Mwenyezi Mungu kaificha, kwa sababu kama ingeiweka wazi itakuwa lini, basi watu wote wangekuwa wacha Mungu wanajua habari siku chache, lakini hakuna anayejua kwamba kiyama kitakuwa lini. Kwa hivyo tujitahadhari na yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu na tuyafanye yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tukaepukane na madhila makubwa yatakayopatikana katika siku hiyo ya sisi kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila mmoja kulipwa yale aliyoyafanya. Ikiwa kheri itakuwa kheri, na kama itakuwa shari itakuwa shari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.